Huko unasikiza Baraka1 TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muktasari mwenyewe wa habari za moto. Kabare, magaidi wa M23 Lansfef Kongo pamoja na RDF wakimbia Luhihi. Kinshasa, wazalendo wasiwaamini serikali ya DRC bali wasimame kama wanaume kwa kutetea taifa. Lubero, waza wailaumu FRDC kushindwa kuwaunga mkono kwa ajili ya kumpiga adui. Na mkiwa ni tarehe 28 za mwezi wa 4 2025, majira ya saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika Mashariki, ambako unasikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kumbuka operesheni za Mzalendo bado kunaendelea, na kama hujaungana na operesheni hii, tafadhali tumia namba ambazo kunaziona hapo kwa skrini yako ili uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Na pia usikose kutembelea B1 TV channel 2 hii ambako utakutana na matukio mengine mbalimbali yanazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko tarafani Kabare mkoani Kivu ya Kusini, ambako magaidi wa M23 Lansfef Kongo pamoja na RDF wakimbia kijiji cha Luhihi. Wakahaji wa Luhihi wachoma moto nyumba zilizokuwa na ikaliwa na magaidi wa M23 Lansfef Kongo pamoja na RDF baada ya magaidi hao kukimbia Luhihi. Ni kutokana na ugonjwa wa kuharisha ulioanza kuwapata magaidi hao bila kujua chanzo, ndicho kilichofanya mpaka kuamua kukimbia maeneo ya Luhihi. Wananchi waliamka asubuhi na kukuta kambi ya magaidi imebaki nyeupe, hivyo kuweza kutumia nafasi hiyo na kuchoma kambi hiyo, kisha kuweza kusimamisha bendera ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maeneo ya Mnara ambako magaidi walikuwa na ikalia. Ndio mkilima pale kwenye banaume biko. Ndio kwenye drapo ile banapandisha pale. Drapo ya inti ile bananyangula pale kabisa. Ndio kwenye bale baonkle balikuwa pale. Population ile na kwele mwele kilima bale watu temuko na hapa ni population na zumetu. Juu niko mbali kabisa. Niko mbali kabisa. Drapo ile banapandisha pale. Besa choma nyumba zabo zote banachoma. Hakuna hata kitu tena. Na baada ya taarifa hiyo kutoka Luhihi, moja kwa moja tuingie jijini Kinshasa, ambako wazalendo watakiwa kutokuamini serikali ya Kongo bali inabidi wasimame kama vile wanaume kwa ajili ya kutetea taifa. Kutokana na hali ya sintofahamu inazidi kuendelea kati ya jeshi la FRDC pamoja na waza na pia serikali ya Kongo dhidi ya wazalendo watakiwa kuweza kusimama kama wanaume na sio kuiamini serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wala kuiamini jeshi la FRDC, kwa sababu hao ndio wanasadikika kuwa wanakula sahani moja na adui. Siku zote raia wa Kongo wako nyuma ya wazalendo, wanawaunga mkono wazalendo na wanafanya kadiri wanavyoweza ili kuweza kuwasaidia wazalendo, lakini kinachowaua wazalendo ni kutokana na ubovu wa uongozi serikalini, ambao kati yao wamoja wanakula rushwa ya adui ili kuweza kuwaweka nyuma wazalendo na kuwapoteza kabisa. Kutokana na hali hiyo, wazalendo wanahitajika kuweza kusimama na kutokutegemea serikali wala kutokutegemea FRDC. Mengi na zaidi, tusikize ujumbe huu kutoka kwa wachambuzi wetu wa siasa.
kama wanaume wapambane vita wakomboe Bukavu, wapambane vita wakomboe Goma, na kama itawezekana wakisha gomboa Bukavu na Goma, pale ndio wanaweza kusimama wanaambia guvernema, siye tumegombola Bukavu na Goma, mukuye tuikale tufanye mazungumuzo tuone gisi tutaongoza nchi. Me bakigombana wakianza kusema na siye lazima tugombane tupate maposta mu guvernema ya Kongo, batakuwa wako wanachoka bure, sababu guvernema ya Kongo iko suspect. Hatuya kuwa na guvernema yenye iko na upendo juu ya nchi, hatuya kuwa nayo. Guvernema yote hatuna amo batu benye wako na upendo, bako banatudistrere, lakini hatuna amo batu benye wako na upendo, hatuya baona. Ndio maana tunasiba zalendo basimame kiume. Mheshimiwa Papa ya Gutumba, bakina Foke Mike, bakina Maeshe, basimame kama banaume, bagombole Bukavu itoke mikono ya warebel. Bakisha gombola Bukavu wasukumane na hawa bwana paka bafike Goma, bagombole Goma itoke mikono ya warebel. Lake Kivu baigomboe itoke mikono ya Rwanda bwana, sababu njobe nyi bana visite Lake Kivu yote iko mikono yao. Bakisha faulu kufanya ile kazi, ndipo wakwenda na kusema na guvernema. We kabla habayafanya vile, tungali na shida ndugu yangu, tungali na shida. Njia zote za kuingia Mkongo bangali nazo, sababu ile Lake Kivu kuanzia Bukavu mpaka Goma, abo ndio bana kontrole Lake Kivu yote mzima. Bisanga vyote vyenye biko mwa ile Lake Kivu, abo ndio bana bikontrole. Njo kusema bazalendo wasilale busingisi jameni, basiangalie ku guvernema ya Kinshasa aseme guvernema wakati nasema ndio tutapigana, guvernema wakati tatupa chakula ndio tutapigana, guvernema hapana. Tangia zamani balianzaka kupigana bila kuangalia mutu, bila kuona guvernema. Baliishi kwa kupambana vita mapori, bila kupewa chakula, bila kupewa mapesa, bila kupewa mavazi, na wakashinda vita. Ile nguvu walioitumia wakati balikuwa bangali banaitwa bamai mai, ile njo basimame nayo na bapambane na vita, bagombowe na Nord Kivu na Sud Kivu. Njo vile. Neno la pili, ile maroli yenye uko naona iko natoka Uganda, Papa Raja, bisi mushangazi. Hakuna Rwanda, hakuna Uganda, wote ni bamoya. Nao wako banajikamatia Ituri. Ituri ilisha kuwa yao. Barebele wenye wako wanatafuta wakamate Ituri, huku ndio wako wanafanyizia mareunion. Sini huku. Unawaza ni mahali pengine basi? Nao wanajiita Wakongomani, bale wenye walitumika mu M23 ya zamani. Njo bale wenye wako wanafanya ile mikakati na wanaipanga na watu na rais wa Uganda kusudi bakamate Ituri, bakamate Bunya, baendeleshe nabo ile kipande ya kule nao baiganye.
njo yenye bakwamo. Usiwazie aseme ni basoda ya kutuletea amani wala wa kuchunga nchi, hakuna. Na mbona unasikiza matangazo yetu ya Baraka One TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Izabe Ayeba kutoka USA, Ejide Kizenga Tembele USA, Shabani Seleman the only one king kutoka USA wakiwa wanasikiliza Baraka One TV. Na pia unafuata matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, kutoka Europe, South Africa, Central pamoja na East Africa. Na baada ya taarifa hizo, moja kwa moja tuingie huko tarafani Lubero ambako waza wailaumu FARDC kushindwa kuwaunga mkono. Umoja wa wazalendo wa maeneo ya Kivu ya Kaskazini, Front Grand Nord, wailaumu serikali ya mkoa inaongozwa na Evariste Kakule kwa kushindwa kuwaunga mkono. Wazalendo wa upande wa Grand Nord huko Kivu ya Kaskazini wailaumu serikali ya jimbo inaongozwa na gavana wa kijeshi Evariste Kakule Somo kutaka kuwalazimisha kuachia maeneo yote ambako wanapigana na adui na waweze kwenda kwenye vituo vya mafunzo. Wazalendo wa upande wa Grand Nord kwa maeneo ya Kivu ya Kaskazini wamekataa kato kuungana na gavana wa mkoa kwa lengo la kutaka kuwaambia waweke silaha chini ili warudi tena kwenye vituo vya mafunzo, huku wakilahani vikali na kumlahani pia gavana wa mkoa huo kutengeneza wazalendo feki ili kuweza kuongeza chokochoko kati ya wazalendo wanaopambana na wale ambao wao wamewatengeneza. Wazalendo pia waitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kuwaunga mkono ili waweze kupigana na adui ambaye anaonekana kuivamia DRC. Tofauti na hilo, wazalendo pia wanataka wafanya siasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokukaa kimya, badala yake waweze kuungana na wao kwa lengo la kumpiga adui. Haiwezekani sisi ambao tupo kwenye uwanja wa vita tuje tuambiwe tuweke silaha chini ili turudi tena kwenye vituo vya mafunzo, na pia wanatuambia tuondoke maeneo yote ambayo tunayashikilia ambako tumekuwa tukimtwanga adui maneno kama hayo. Sisi wala hatuto yakubali, ni lazima tutapambana kwa sababu tunapambania nchi yetu, na nukuu maneno ya wazalendo. Mengi na zaidi, hebu tusikilize. République démocratique du Congo, province du Nord Kivu, volontaire pour la défense de la patrie, Synergie Wazalendo, Front Grand Nord. Lettre d'indignation face au traitement des Wazalendo du Grand Nord. Nous, membres de la Synergie Front Grand Nord, réunis aujourd'hui à Lubero pour penser à revue la situation liée aux opérations de traque des agresseurs M23 et les terroristes ADF NALU et leurs complices. Exprimons d'une manière la plus forte notre indignation face au mauvais traitement des autorités compétentes, font d'une manière délibérée à notre égard. Nous, signataires de la présente lettre, fustigeons ce qui suit. Primons la passivité des autorités militaires et administratives face à la progression des terroristes et agresseurs M23 dans la partie du Grand Nord. Secondo, nous volontaires du Wazalendo avons pris les armes pour appuyer l'armée loyaliste FARDC. Dénonçons le comportement de certains officiers qui nous empêchent à attaquer les agresseurs rwandais qui sont sur notre terre. Pour rappel, les Wazalendo sont les volontaires résistants qui ont répondu sans condition à l'appel du chef de l'État. Na hapo ndipo tunakwenda kung'oa nanga kwa habari zetu za asubuhi ya saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki.
Tukutanane saa 6, saa 9 pamoja na saa 12.